Ndugu zangu, nimesema mwanzo wa ibada kwamba katika kusherehekea sikukuu ya mwili na damu ya Kristo tunaadhimisha na tunakumbushwa kwamba uhusiano uliopo kati yetu sisi na Mungu hauanzi peke yake kanisani na kuishia peke yake tunapoondoka na kwenda katika maisha yetu, bali yale yote ambayo tumeneemeshwa na Mungu kuweza kuyapata pamoja na mwili na damu yake katika ibada takatifu ya misa, baadaye tuipeleke katika maisha yetu, yasibaki kuwa nadharia ya kule kanisani na yasiwe na mwili katika maisha yetu ya kila siku. Na mfano halisi tunaipata katika Injili ya leo. Basi watu walikuwa wanamfuata Yesu, na katika kumfuata basi alikuwa anawahubiria, anawapa habari njema ya Mungu na upendo wa Mungu. Wengine waliokuwa na shida hata ya kimwili alikuwa anawaponya. Basi lakini siku ikaanza kusonga mbele na wakafika saa za jioni, wanafunzi wakaanza nao kuwa na njaa, na watu bila shaka walianza kuwa na njaa. Huwezi kukaa siku nzima bila kula. Basi kwa hiyo wanafunzi walipoona kwamba njaa kwao imeshafika kiwango cha kuweza kufanya kitu, na wakaona watu waliopo, wakasema, Yesu, basi afadhali uwahage waende haraka huko vijijini wajitafutie chochote. Yesu akawashangaza, akasemaje? Wape ninyi chakula. Yesu, samahani sana, unajua hapa tuna mikate 5 na samaki 2, na watu hapa watu angalau 5,000 wanaume, bila kuhesabu akina mama. Sijui, labda sisi tuna njaa, labda sijui kama hata itatutosha sisi hapa 12 na wewe 3. Basi tukikatana hata nusu kwa nusu mkate, sijui hata haya, afadhali waambie waende. Yesu anajua atakachokifanya, na anajua kwamba anahitaji kile kidogo walicho nacho. Hawezi kufanya muujiza katika kitu kisichokuwepo. Anaweza kufanya muujiza katika kitu kilichopo, na kitu kilichopo ni kitu kidogo sana. Ni kitu hata kwao isingeweza kuwatosha. Lakini Yesu anahitaji kile kidogo walichukua nacho, ili aweze kufanya muujiza wake. Alikuwa ameongea siku nzima juu ya upendo wa Mungu, juu ya namna anavyoweza kuwa karibu nao, jinsi namna anavyoweza kufanya maisha yao yaweze kuwa tendo la Mungu linaloonekana. Na sasa wamefika mahali ambapo yale yote yaliyokuwa yametangazwa yanaishia katika matamko. Waambie waende wachukue chakula mahali popote. Hapana. Yesu anapaswa afanye kitu ambacho yale maneno aliyokuwa amewahubiria kwa siku nzima kiweze sasa kuwa cha uhalisia katika maisha yao. Wana njaa, na njaa ya kweli. Ndugu zangu, katika maisha yetu tukitaka kutatua matatizo na mahangaiko tulionayo sisi katika maisha yetu kwa kutumia kile kilichopo, kila mara kitakuwa kidogo, na hatutaweza kufanya kitu ambacho kinaweza kuonyesha kwamba Mungu yupo
katika maisha yangu, sio kanisani, katika maisha yangu, na isitoshe kwangu, iwafikie na wengine. Yesu anawaomba wale mitume watoe mikate yao 5 ili watu washibe, wao washibe na watu washibe. Lakini wao wangetatua tatizo kusema wale waondoke na sisi tule, hata wao wasingeshiba. Kwa sababu mikate 5 wako 13. Ukigawa utagawa vipande vingapi? Na utashiba samaki 2. Nani anakula kichwa, nani anakula jicho? Isingewezekana. Lakini pale Yesu anasema sasa, mnipe kile kidogo mlicho nacho, ili muone kazi ya Mungu katika maisha yenu na katika maisha yao. Nilichokuwa na wahubiria hapo kama kanisani, ambapo hawakuwa kanisani, walikuwa basi katika mandhari ya kawaida, yale nilikuwa nayasema, ninyi muone kwamba kidogo mlicho nacho ninyi kinawasaidia ninyi na watu. Nipeni mimi. Mahangaiko yetu ya maisha yetu haya hatuwezi kuyatatua sisi kwa nguvu zetu. Ni lazima tumpe Mungu. Tumpe Mungu kile kidogo ulicho nacho, umpe Mungu. Huwezi wewe kutatua matatizo hata ya familia yako au ya nchi yako au ya ulimwengu. Huwezi wewe. Kidogo ulicho nacho mpe Mungu, yeye afanye muujiza kwa kile kidogo ambacho unampa. Ndugu zangu, ndivyo ilivyotokea, ya kwamba alipowapa Yesu mwenyewe akampa Baba, alisali Mungu na kushukuru kwamba umetupatia hicho kidogo. Tunakuomba sasa Baba, ufanye huo muujiza, hawa watu washibe. Kile kidogo ambacho kisingeweza hata kuwatosha wenyewe, kilipotolewa kwa Mungu kikawa ndio faida kwao wote, wakashiba mpaka wakabakiza vikapu 12 vya chakula. Walikuwa na mikate 5, wakabakizwa vikapu 12 baada ya wote kushiba, kwa sababu kile kidogo walimpa Mungu, na Mungu akafanya kwa njia ya Yesu ule muujiza. Ndugu zangu, ni fundisho nimesema kwamba Ekaristi Takatifu tunachokipokea hapa kanisani, hatupokei ili hapa ndio kanisani tusikie kwamba Mungu ananipenda, na baadaye misa inapomalizika tunaenda sasa, tunaanza maisha tofauti ambapo Mungu ana uhusiano pale. Ndugu zangu, kama ni hivyo basi tunasaliti nia na makusudi ya Yesu kubaki kati yetu. Anataka abaki kati yetu, sio kanisani peke yake. Sawa, kanisani kwa namna ya yote tunaweza kuja hata kufarijiwa, hata kusaidiwa, hata kupata mawazo mazuri, lakini tunapaswa ule muungano tunaopata hapa kanisani, mimi na wewe na Kristo, ule muungano uende ujenge muungano kati yako wewe na watu wanaokuzunguka na mazingira yanayokuzunguka. Ule muungano uendelee, uwe muungano wa wote, sio muungano kati yangu mimi peke yangu na Mungu. Na kwa namna moja au nyingine tuweze kuelewa hivyo, tutoke katika shida ya mkate kama mkate tu. Sisi mara nyingi katika maisha yetu tukiwa kanisani, Mungu mara nyingine, au kwa neno lake linalotangazwa, au kwa ibada, au kwa mahubiri, au kwa nyimbo, chochote kile, inawezekana kitu kidogo kinaumuka ndani mwako, kama unasisimuliwa kitu ndani yako, unasikia kwamba Mungu yupo kidogo karibu na wewe, na baadaye sasa kuona hivyo, na unajiona wewe katika udogo wako na umaskini wako. Unajua Mungu, mimi natoa mfano lakini si peke yake. Unajua mimi natawaliwa sana na tamaa ya pombe. Mimi kwa moyo wangu ninao tu, ningetaka kuacha,
lakini baadaye nikisha toka nje, nikishaona chupa nashindwa. Mungu anachokitaka ni kile tamaa ulicho nacho ndogo, umkabidhi yeye. Mungu, mimi ndio hapo ninapofikia, ni hapa tu, zaidi hapa nashindwa. Uimarishe moyo wangu, uimarishe nguvu zangu, wewe uimarishe, wewe fanya muujiza. Mimi nina hamu kidogo, peke yangu nitaendelea kutawaliwa hiyo tamaa ya mali, hiyo tamaa ya wanawake, hiyo tamaa chochote kile tu. Unaona ukiwa kanisani kitu Mungu anakufunulia kidogo, unasikia mwamko fulani, lakini baadaye ukiamka mwamko huu na unapima na nguvu zako hazina uwiano, unaona ni ndugu sana, haiwezekani. Tayari maisha yangu yote ni hivyo. Uhusiano katika familia ndio hivyo. Mimi sawa, nampenda mwenzangu, lakini unajua sasa upendo wangu nikishaona mapungufu yake hivi na hivi na hivi, inafika mwisho hapa, afadhali basi tuachane bila kupigana. Kwa nini? Tatizo ni kupigana? Tatizo ni kuachana. Yesu anasema wawalishe nini? Sema haya, warudishe tu hao, warudishe tu. Na sisi tunafanya nini? Tumrudishe huyu mwenzetu. Kama una bado upendo hata kidogo, umwekee Mungu mikononi mwake. Mungu, hiyo mimi zaidi hapa siwezi, naweka hii mikononi mwako, hii ufanye muujiza ya kwamba labda na yeye elewe mapungufu yake na mimi niweze kumpenda kwa sababu ya pamoja na mapungufu yake au nini. Ni kitu ambacho ule mwamko ambapo kanisani unakuja kwa sababu unakutana kweli na Kristo. Kama wao kwa siku nzima walikutana na Kristo, waliona upendo wake na mahubiri yake, sasa wangeondoka na njaa, wangesema yale yamebaki kule porini, lakini Mungu hayupo katika maisha yangu. Lakini Mungu akafanya yale ambayo yalionekana ni mahubiri sasa yaweze kuwa uhalisia katika maisha yao. Walishiba, tena walishiba na kubakiza. Ndivyo ndugu zangu, Ekaristi Takatifu inatuambia kitu hichi kimsingi, kwamba kama tunafikiria ya kwamba inaishia hapa kanisani, chochote kile Mungu anachokifufua ndani mwako, na wewe ukilinganisha hilo na udogo wako na nguvu zako ndogo ulizonazo na makusudi yako mapungufu, ukilinganisha unasema haiwezekani. Nitaachaje hiyo tamaa ya mwili? Nikisha muona yule basi mimi akili yangu inapotea, basi lazima niende na yule dada au sijui nini, au pombe au tamaa ya mali, utawala, chochote kile tu. Kama unaona kwamba Mungu anaongea moyoni mwako, usiogope. Sio kwamba utaweza wewe kutatua, ukitatua wewe utaharibu zaidi. Umtolee Mungu nia yako, nguvu zako ndogo, na hata kwa kusaidia. Kwa mfano kweli watu wenye shida, wenye njaa, basi hata wewe ukiweza kutoa kidogo ulicho nacho kiwapa, sawa, utaweza kuonyesha kwamba Mungu amemsaidia huyu, na uwezi kujua wimbi utakao kwenda. Unajua kama watu umeshawahi kwenda ziwani au baharini au popote tu pale, ukitupa, hasa ni vizuri zaidi kwenye bwawa dogo, utaiona ukitupa jiwe katika bwawa, jiwe hilo ni kitu kidogo na maji yale yote, lakini utashangaa wimbi ambao utakuwa unatokana na hilo jiwe lilioandika, ikaenea mpaka mwisho kabisa ya nini, ya bwawa ile au ziwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ndicho kinachotokea, ndio kinachofanyika. Mungu anapoweka neno lake moyoni mwako, ukikubali kumtolea yeye udogo wako, kwamba mimi ni jiwe dogo, litakuwaje na bwala hilo la dhambi zangu, itawezekanaje? Mbona nimeungama mara nyingi, nazidi kurudia. Ndiyo, kwa sababu kusudi lako ni kusamehewa, sio kubadilika. Kwa hiyo kama ni kubadilika, utoe moyo wako na nia yako na makusudi yako, na Mungu ataifanya iweze kuonekana katika uhalisia. Mara kwa muujiza, kama Mtakatifu Paulo, yeye kwa siku moja pale mambo yalibadilika. Lakini kwetu sisi ni safari ya maisha yetu, ambapo huu muujiza wa Mungu wa kukaa katika maisha yangu na katika mazingira ya maisha yangu ni kitu ambacho kinatendeka siku hadi siku.
Wimbi la kwanza litakuwa kubwa, la pili, la tatu, la nne, lakini litakuwepo, litafikia mpaka bwawa zima litakuwa linaguswa na lile jiwe lililoanguka ndani yake na wimbi uliojitokeza. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo, mahali pengi wanafanya maandamano, wachukua Yesu Ekaristi, wanawatembeza katika mitaa yao na nini. Ni kitu kizuri cha kuweza kuwaonyesha watu kwamba Yesu yupo katika mazingira yapo, kazini, nyumbani, popote tu pale ambapo anapita. Sisi hatufanyi tutaenda wapi hapo. Lakini ukweli wake ile inaweza kubaki ibada na kusiwe na ukweli. Sisi, mimi na wewe, lazima tunapompokea Yesu na tunapoweka makusudi yetu ya kubadilika na kufanya maisha yetu kweli yawe yameunganika kabisa na neno la Mungu, tukubali ya kuipeleka wimbi huo katika maisha yetu popote tunapokwenda, nyumbani, kazini, katika michezo yako, katika kujifurahisha kwako, ienee kote, ili kweli tusimwache Yesu hapa kanisani. Na kuna haja ya kumtembeza barabarani kama mimi baadaye simpeleki katika maisha yangu. Itakuwa kwamba tunafanya kitu cha ibada, lakini sio kitu cha uhalisia katika maisha yetu. Mimi na wewe tunapaswa kumpeleka Yesu. Kama tunapopeleka Yesu hivi katika hostia mahali pote, Yesu aliyopo katika maisha yangu sasa niitembeze. Watu waone kwamba Mungu yupo katika maisha yangu na katika maisha yao. Ndugu zangu, tunapomaliza ibada ya misa, labda tukisema misa imeisha basi nendeni na amani. Hapana, ibada imeisha. Sasa inaanza sasa ibada nyingine ya kuweza kumpeleka Yesu, sakramenti ya Ekaristi, katika maisha na mazingira yetu. Mungu atusaidie katika siku hii ya leo. Tumwambie Yesu asante. Asante kwa moyo wetu wote, asante umetaka kubaki nasi. Na nikuombe msamaha kubwa kama mara nyingi ninaunganika na wewe nikiwa kanisani, baadaye na kuacha kanisani na naenda peke yangu kuambatana na kupambana na mazingira mbalimbali. Unisamehe. Ulitaka kuwa pamoja nami, na kushukuru kama nikiwa kanisani utaamsha moyoni mwangu kona yeyote ile ambapo ninaona kwamba inahitaji mabadiliko, na uweze kufanya nguvu zangu na makusudi yangu hata kidogo iweze kuwekewa mikononi mwako. Upeleke kwa Baba, na Baba nisaidie niweze kubadilika, sio kwa uwezo wangu bali kwa neema na muujiza wako. Ndugu zangu, tukae kidogo kimya, na kwa hili tumwambie kwa furaha. Leo sisi tunapokea Ekaristi Takatifu, mwili na damu ya Yesu, lakini tunapompokea isije ikawa inaishia hapo hapo. Tumwambie Yesu asante kwamba unanipa uwezo leo ya kukupokea. Mahali pengine labda hawataweza kupokea Yesu, watapokea neno lake kwa sababu hayupo padri. Na kushukuru kwamba umeweka Ekaristi, umeweka watumishi wa kuweza kuwepa kwako katika mazingira ya watu. Tunakushukuru, na baadaye na kuomba msamaha kama mara nyingi na kuacha kanisani. Unisaidie kuanzia leo nifikirie zaidi kwamba uhusiano kati yangu mimi na wewe hauanzi na kuishia kanisani, unaanza kanisani na unaenea katika mazingira yote ninapoishi. Na nia yangu ya leo, hata kama ni ndogo, naiweka mikononi mwako. Sina nguvu zaidi, mikate mitano haiwezi kuwashibisha mitume, lakini sina uwezo zaidi ya hicho ninachokupa. Ninakupa kwa imani, mengine ufanye wewe kwa mapenzi ya Baba. Tumsifu Yesu Kristo.